Zimebaki siku chache kabla ya mechi ya marudiano ya Simba Mnyama dhidi ya Al-Masry katika kukamilisha mechi mbili za robo finali kombe la shirikisho barani Afrika. Ikumbukwe katika mechi ya kwanza Simba wamepoteza mabao 2-0 licha ya kwamba waliupiga mwingi sana, lakini miongoni mwa sababu ambazo Simba ziliwafanya wapoteze katika mechi ya kwanza kule nchini Misri kwenye mji wa Ismailia ni juu ya performance, viwango vya ufanisi za wachezaji mmoja mmoja. Kama timu Simba ilionekana na maeneo mengi chanya, lakini kwenye kuweka mpira wavuni ni sehemu mojawapo ambayo iliwaathiri na mwishowe wakapoteza mechi hii. Miongoni mwa wachezaji ambao kwenye mechi ya kwanza ya utangulizi dhidi ya Al-Masry waliocheza katika kiwango cha chini na kuibua maswali mengi kwa kocha Fadlu Davids kwamba kwa nini amemwacha kwa muda mrefu badala ya kutoa nafasi kwa wengine ni pamoja na Lionel Ateba Mbida, mchezaji wa kimataifa kutoka nchini Cameroon ambaye mara kadhaa katika upangaji wa kikosi chake kocha Fadlu Davids kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF na michuano mingine ikiwemo ya ligi kuu Tanzania bara, Ateba ndiye huwa mshambuliaji kinara. Anamtumai zaidi kuliko wachezaji wengine katika muundo wa kikosi chake. Baada ya golikipa, walinzi wanne, viungo ile ukabaji, viungo tatu ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja pale juu huwa ni yeye Lionel Ateba Mbida. Ndiye anayepata nafasi zaidi ya kucheza kulinganisha na washindani wake kwenye nafasi hiyo. Steven Dese Mukwala, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, yeye amekuwa kama nafasi ya pili kwa dakika za kucheza kulinganisha na Ateba, wote wakicheza nafasi kama washambuliaji. Lakini pia Valentino Mashaka, Mtanzania, yeye ndo amekuwa hapati nafasi kabisa ya kucheza ya kutosha kulinganisha na wote wawili. Lakini kinara zaidi ni Lionel Ateba Mbida. Sasa, kutokana na kile alichokionyesha Lionel Ateba Mbida katika mechi dhidi ya Al-Masry ambayo wamepoteza 2-0, ni dhahiri kwamba kwenye mechi ya marudiano Aprili 9 kwa Mkapa, kama kocha Fadlu Davids atatamani kuendelea kumtumia Lionel Ateba Mbida, basi itabidi Lionel Ateba Mbida afanye kazi ya ziada, aimarishe ubora wake hasa mbele ya lango la wapinzani ili kutimiza lengo la nafasi yake, kazi kuu ya nafasi yake ambayo mbali na kupachika mabao ambayo ndo namba 1, lakini pia kuwasukasuka vya kutosha walinzi wa timu pinzani, hatimaye ikibidi wenzake kama supportive striker, washambuliaji wasaidizi kwake, watumie hizo nafasi kwa mipira ya pili na kufunga. Lakini vile vile lazima awe katika eneo sahihi pindi timu yake inaposhambulia, hasa kutokea maeneo ya pembeni, ili mipira inayopigwa kati ile ya vipas ama crosses, basi yeye awe miongoni mwa wale wanufaika wa mipira hiyo. Haya na yagusia kwa sababu ndio ambayo kwa kiasi kikubwa yalimuathiri Lionel Ateba Mbida akashindwa kutoa huduma iliyotarajiwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwenye mechi ambayo walikamata mwanzo mwisho. Lakini eneo la mwisho liliwaangusha, na mmoja wapo aliyoangusha ni pamoja na Ateba ambaye hakika hakuwa na siku nzuri ofisini. Vinginevyo mwalimu Fadlu Davids ana kila sababu sasa kumpa ushindani Ateba, ikibidi kuanzisha mchezaji mwingine, Steven Dese Mukwala ama vinginevyo, alimradi tu yeye Ateba ajue kwamba na kitu cha kufanya pindi anapopata nafasi. Ama vinginevyo mwalimu Fadlu Davids anaweza kuanzisha wote wawili, kwa sababu Ateba mbali na kasoro hizi ambazo tunazizungumza hasa katika mechi dhidi ya Al-Masry, anapokuwa kwenye kiwango chake bora ni miongoni mwa wachezaji muhimu wazuri wa kuchungwa mgongoni namba 13. Asipofunga basi wenzake wapate hizo nafasi. Lakini pia amekuwa na uwezo mkubwa wa kuwachukua wachezaji mmoja mpaka wawili wa timu pinzani, hasa mabeki wa kati, kwa kukimbia nao kushoto, kulia, na hivyo kudestabilize, kuvuruga mpango kazi wa ulinzi wa timu pinzani. Mambo ambayo hata hivyo katika mechi hii dhidi ya Al-Masry Ateba hakuwa vizuri sana. Namba zilionyesha hivyo. Katika wachezaji wote 22 walioanza kwenye vikosi vya timu zote mbili, wenyeji Al-Masry na Simba, Lionel Ateba Mbida alikuwa ni mchezaji mwenye score za chini wa ndani. Ndiyo, kwa sababu mechi nzima yeye alama za ufanisi mpaka anatoka dakika ya 80 alikuwa na alama 6.8 kati ya 10, ambazo ni za chini mno kulinganisha na wachezaji wote wa safu ya ushambuliaji ya Simba. Kibu Dennis Prosper alikuwa na zaidi ya 7, Eli Mpanzu Kibisawala alikuwa na 7.6, hata Jasha Ahua alikuwa na alama zaidi ya 7. Ni yeye Lionel Ateba Mbida alionekana kama ni weak link, ndiyo kiunganishi kisichokuwa bora katika mechi yao. Ikumbukwe kwenye mechi hii
Simba kama timu ilifanya mengi mazuri, mengi ya kuwazidi wapinzani wao. Umiliki wa mpira Simba walimiliki kwa 59% dhidi ya wenyeji 41%. Tunazungumzia umiliki wa mpira. Lakini majaribio ya kufunga Simba walipiga mashuti 18 dhidi ya mashuti 7 tu, mawili ya kilenga lango ya wapinzani. Simba walipiga mashuti 18, 7 ya kilenga lango. Lakini pia hata katika kucheza kwenye eneo la mwisho kwenye final third, Simba waligusa mipira kwenye eneo la karibu na lango la Al-Masry mara 23 dhidi ya mara 9 tu za Al-Masry. Jambo pekee ambalo Al-Masry walikuwa wazuri zaidi ni kutumia nafasi chache walizozipata. Mashuti mawili waliopiga kulenga shabaha ndio waliwapa ushindi wa mabao 2-0. Sasa ukienda kwa mchezaji mmoja mmoja, utaona kiwango cha ufanisi cha Lionel Ateba Mbida kwa kiasi kikubwa kiliathiri wenzake pia wakati walipokuwa wakishambulia. Hapa nazungumzia vipi? Kwamba kwa kiasi fulani unaweza kusema ndiye aliyechangia uchoyo wa Kibu Dennis Prosper, uchoyo wa Elie Mpanzu Kibisawala, kwa sababu walilazimika nao wafanye majaribio ya kufunga wenyewe. Ni kwa nini? Kwa mfano katika mechi hii ambayo Simba walitawala zaidi, Simba wakipiga pasi 505 dhidi ya pasi 348 za wenyeji, kuashiria namna gani walivyokuwa dominant, wakitawala zaidi mchezo ambao unaweza kusema labda ni mbinu za Al-Masry. Hapana, hakuna kocha anaweza kwenye mbinu zake akaruhusu mpinzani amiliki zaidi mpira halafu afike zaidi kwenye eneo lake la mwisho afanye majaribio ya kufunga. Kama Simba wangekuwa na mashuti machache, tungesema ni mpango kazi wa Al-Masry kuachia Simba mpira wao washambulie kwa counter. Lakini timu inayopaki basi inayozuia kutokea chini shambulie kwa counter, sifa yake haikuruhusu wewe ufike ufanye majaribio ya kupiga mashuti tena 7 ya kilenga shabaha. Sasa katika washambuliaji Lionel Ateba Mbida, licha ya Simba kuwa dominant kwa kiwango hiki ninachokielezea, licha ya Simba mpira kuchezwa eneo lao 19% tu katikati ya 51%, eneo la mwisho ule upande wa Al-Masry mpira ukichezwa kwa 30%, lakini Lionel Ateba Mbida alikuwa muda mwingi akitarajiwa awe karibu na lango la Al-Masry kwenye mechi hii. Mpaka dakika 80 wakati akitolewa alikuwa amegusa mipira, tunasema touches, amegusa mpira mara 22 tu. Ndio hii ni kuashiria namna gani ambavyo alikuwa mbali na matukio na wenzake. Alikuwa katika maeneo ambayo anafunikwa na walinzi wa timu pinzani. Hapa nazungumzia katika mabeki watatu walioanza wa Al-Masry katika mfumo walioanza baada ya golikipa ni 3-4-3. Sasa wale watatu wa nyuma ndio walikuwa kila mara wakigongana na Lionel Ateba Mbida na kumzibia fursa za yeye kupasiwa na yeye akakosa ujanja wa kuwakimbia. Hapa nazungumzia Mahmoud Hamada ambaye alikuwa anacheza eneo la kati katika wale mabeki watatu. Beki wa kati kushoto Khalid Sobi mgongoni nambari 5, lakini beki wa kati kulia huyu ni Bahar El Mohammad. Hawa kwa pamoja mara kadhaa walimfanya Lionel Ateba Mbida akose fursa ya kupasiwa, ambayo yeye jukumu lake lilikuwa ni kuwatoroka kila inapobidi ili apate mipira mingi. Ushahidi ni kwamba Elie Mpanzu Kibisawala alikuwa akitokea upande wa kushoto akishambulia, alipiga cross 9. Kwenye cross 9 iliyomkuta mtu katikati ni mpira mmoja tu. Ndio kwa sababu Lionel Ateba Mbida ama kwa mipira ya vipas ama crosses mara kadhaa ilipita au ilifika wakati yeye hayupo kwenye eneo sahihi. Naweza kusema haikuwa siku yake ofisini vizuri, kwa sababu baada ya kugusa mipira mara 22 nini alifanya? Alitoa passes. Alitoa pasi 9. Kati ya pasi 9 alizotoa, zilizofika zilikuwa pasi 7, mipira miwili ilipotea. Ufanisi wa 78% kwa pasi hizi. Sio mbaya. Lakini nini alifanya katika kuhakikisha anapata fursa ya kufanya majaribio ya kufunga? Maana timu yake ilimiliki zaidi mpira, ilifika zaidi katika eneo la mwisho. Yeye ndo akitumainiwa kama target man anayelengwa ili awadhuru wapinzani ambao ni Al-Masry, vijana wa kocha Anis Bujalbene. Alipiga shots. Alipiga mashuti 3 tu mechi nzima, kati hayo mawili ililenga lango. Na mashuti haya aliyapiga mpaka kufikia dakika 27 ndipo alipata fursa hiyo. Dakika ya kwanza mpaka dakika 26 Lionel Ateba Mbida hakuwa na madhara yoyote kwa Al-Masry, licha ya kwamba Simba walikuwa wakiupiga mwingi mno na kufika katika eneo hilo. Dakika 27 ndipo akapiga shuti lake la kwanza. La pili alikuja kulipiga kipindi cha pili dakika ya 52. Kwa lugha nyingine, dakika 45 za kipindi cha kwanza chote Ateba alipiga shuti moja tu. Kipindi cha pili dakika 52, lakini akapiga shuti lingine dakika ya 76. Haya ndio mashuti aliyopiga kwenye mechi nzima
kwake katika siku hii mpaka dakika 80 mwalimu Fadlu Davis alipolazimika kumtoa na kumuingiza Steven Dese Mukwala. Lakini alipigania mipira ya juu mmoja tu, Lionel Ateba Mbida. Mechi nzima aerial duels, mipira ya juu ambayo yeye anatazamiwa afanye hivyo kukabiliana na wale mabeki watatu wakati lotoka kuwataja, akina Hamada, akina Sobi, akina Bahar El Muhammad. Alipigania mpira wa juu mmoja tu na hakufanikiwa, ulipotea. Lakini vile vile alipigania mipira ya chini. Mipira ya chini alipigania mipira takribani 7, aliyofanikiwa ni mipira miwili, yani tunasema ground jewels, mipira ya chini. Katika mipira 7 kafanikiwa miwili tu. Hapo unaweza ukaona ni kwa namna gani Lionel Ateba Mbida mechi hii ilimpalia. Hakuwa yule ambaye anatumainiwa sana. Matokeo yake kushangaza kumuona kocha Fadlu Davis akimtoa. Lakini maswali kwa kocha Fadlu Davis ni kwamba imekuwaje akamvumilia kwa muda wote huu mshambuliaji wake kinara, timu yake kimiliki zaidi mpira, ikifika zaidi eneo la mwisho, halafu dakika 45 kipindi cha kwanza anapiga shuti moja tu, zinafika mpaka dakika ya 80 zikiwa ni dakika 35 za kipindi cha pili, bado anapiga mashuti mawili tu ambayo mwisho wa siku yalikuwa ni kama back pass kwake katika siku hii. Kocha Fadlu Davis bila shaka anapaswa kuwa na maamuzi magumu pindi anapomuona mchezaji wake kipenzi anemtumainia kwa mambo mengi, kwa sababu mbali na kasoro hizi Lionel Ateba Mbida mzuri katika kuwashughulisha mabeki wa timu pinzani. Pengine hili ni miongoni mwa yale ambayo kocha Fadlu Davis anayapenda sana. Lakini kwenye mechi hii na hata nyingine ikionekana anacheza chini ya kiwango, ni vizuri uamuzi wa haraka ukafanyika, kwa sababu nje Simba wanazo mashine ikiwemo Steven Dese Mukwala. Mfano katika ligi kuu Tanzania bara namba zinaonyesha kwamba Lionel Ateba Mbida pale ambapo wenzake wanapopewa nafasi kwa ushindani uliopo, nao hujitahidi kuonyesha mazuri ambayo Fadlu Davis ikibidi nao awape nafasi zaidi. Kwa mfano katika michuano hii yote Lionel Ateba Mbida amecheza kwa dakika 485. Mechi 7 alizocheza Simba kuanzia 6 za hatua ya makundi na hii moja ya robo finali dhidi ya Al Masry kule Misri, amecheza zote kwa dakika 485. Kapiga mashuti 14, 6 amelenga lango, kafunga mabao mawili, asisti moja, Lionel Ateba Mbida. Lakini mwenzake Steven Dese Mukwala kwa mfano, yeye mechi 7 amecheza mechi 5 ikiwamo hii waliocheza dhidi ya Al Masry alioingia katika dakika ya 80. Mechi hizo 5 Steven Dese Mukwala amecheza kwa dakika 143 tu. Tena ikumbukwe dakika hizi 143 kati yake dakika 75 alizicheza katika mechi aliyoanza dhidi ya Bravos Dimakish. Ina maana mechi nyingine dakika alizocheza ni 68 tu, ikiwemo hii ya dhidi ya Al Masry aliyocheza kwa dakika 10 uwanjani. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara Lionel Ateba Mbida amecheza mechi 18, dakika 1180. Dakika 1180 akapiga mashuti 28, 20 amelenga lango, kafunga mabao 8, katoa asisti 3. Mabao 8 aliyofunga ni pamoja na mabao 4 ya mikwaju ya penalty. Lakini Steven Dese Mukwala yeye katika ligi kuu Tanzania bara kacheza mechi nyingi, mechi 21 kulinganisha na mechi 18 za Lionel Ateba Mbida. Lakini kwenye mechi hizo 21 licha kwa ni mechi nyingi, dakika kacheza chache, ni dakika 834. Steven Dese Mukwala kwenye dakika hizo 834 bado kafunga mabao 9, katoa asisti 2, akichangia mabao 11 kwa dakika hizo chache. Manake ni kwamba unaona anapopata nafasi Steven Dese Mukwala hivi karibuni naye amekuwa kwenye kiwango bora. Ni swala la la kocha Fadlu Davis kuona namna gani kwenye hesabu zake juu ya mgawanyo wa dakika kwa washambuliaji wake hawa, ikibidi wapange wote wawili ili kupata matokeo chanya. Mechi dhidi ya Al Masry ya marudiano kwa Mkapa hapo Aprili 9, ni dhahiri kwamba Simba ishindwe yenyewe, kwa sababu ikirudia hata kiwango ilichokionyesha kule Misri itakuwa na nafasi ya kuweza kupata matokeo chanya. Lakini muhimu wachezaji wake wa safu ya ushambuliaji, hapa nazungumzia Lionel Ateba Mbida, lazima abadilike, aonyeshe ubora zaidi. Lakini pia Steven Dese Mukwala ikibidi apewe dakika zaidi naye aonekane kama anaweza kufanya kile anachokifanya katika ligi kuu Tanzania bara, ambapo mabao yake haya 9 aliyofunga hakuna la penalty, tofauti na Lionel Ateba Mbida ambaye mabao 8, 4 ni ya penalty. Haimaanishi penalty sio mabao, lakini kuona namna gani kwenye open play, mchezo wa wazi, Steven Dese Mukwala amekuwa akimpa huduma nzuri, na hivyo ni juu ya Fadlu Davis kumwamini kwa kumpa baadhi ya nyakati kutokana na kile anachokionyesha hivi karibuni. Je, itakuwa vipi katika mechi hiyo? Ni swala la kusubiri. Ikumbukwe Simba ili kusonga mbele wanatakiwa kupata ushindi wa tofauti ya mabao 3, 3-0, 4-1,
5-2, lakini wakishinda kwa mfano 3-1 watatoka kwa faida ya bao la ugenini tutakayoipata Al-Masry, kwa sababu matokeo ya jumla yatakuwa 3-3. Al-Masry kwa walishinda 2-2. Lakini namna nyingine ni Simba kupata ushindi kama waliopata Al-Masry 2-2, jambo ambalo litasababisha kwenda mikwaju ya penalty ambazo huwa hazina mwenyewe. Hivyo namna bora ni Simba kupata mabao mengi. Kwa namna walivyocheza kule Misri, wakifika zaidi wanaweza wakatoboa. Kubwa washambuliaji wake kama nilitoka kuzungumza wawe bora, lakini kubwa zaidi uchoyo. Ndio anayekuwa mshambuliaji kinara kama Ateba kwenye mechi hii alionyesha uchoyo katika baadhi ya nyakati, lakini viungo ushambuliaji Elie Mpanzu Kibisawala, Jasha Ahua, Kibu Denis Prosper, zipo nyakati ambazo Simba walipata nafasi wakalazimisha kufunga wenyewe baada ya kupasia wenzao. Haya yakifanywa kazi, bila shaka ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza kufanya Simba wafurahi siku ya Aprili 9, wa Tanzania wafurahi kwa kushuhudia wawakilishi wao katika michuano ya CAF msimu huu waliobakia wakisonga mbele kwa hatua ya nusu finali, na hivyo kuipeperusha vyema bendera ya taifa la Tanzania chini ya Amiri Jeshi Mkuu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una comment, una like na kushare. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unazoona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.